naomba hivi, wale wanaohamasisha uvunjifu wa amani tuwaogope kama korona. Mnanielewa? Tuwaogope kama nini? Mnanisikia? Tuwaogope kwa sababu mimi nakumbuka ile ya Oktoba 29 Meriwa hapa kulikuwa na mabomu yanalia hapa. Wajukuu zangu wakisikia hiyo wanakimbilia kwenye miguu, wananiuliza babu, hiyo nini? Hawaijui, hawajai kujua bunduki wala nini wala bomu, hawajawahi kusikia. Sasa tusirudi huko, na waomba sana, inawezekana mkanielewa, lakini hata msiponielewa, lakini mimi nimeshaongea kama ndugu yenu. Akili za kuambiwa. Kama kuna watu wengine wana hela labda kwenye mifuko yao, wanajua hata ikitokea nyumbani kila kitu kipo, ana chakula na nini, hao tusiwasikilize. Akili za kuambiwa changanya na zako. Kama watu wanakuhamasisha twende tukavuruge, twende tukachome manyumba, twende tukachome miundombinu, ndugu yako, akili za kuambiwa changanya na zako. Ile Oktoba 29 ile miundombinu ingine iliyochomwa kama ya mwendokasi wenyewe tunatumia, tunafanya wenyewe. Sasa kuchoma hospitali watu watatibiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimewiwa kuongea jambo hili na kama kiongozi wa dini, na ninaomba Watanzania mnielewe. Sina nia mbaya na sina kusudi mbaya, lakini lazima nitoe tahadhari. Mimi mwenyewe ni mtu mzima pia, mtu mzima. Kwa hiyo natoa ushauri kama mtu mzima, lakini pia kama kiongozi wa dini na kama Mtanzania mwenzetu. Nafanya haya kwa sababu nakumbuka yaliyotokea, na mimi nisingeomba sana yatokea. Naomba Mungu kabisa yasitokee. Tutulie, tusikilize maelekezo ya serikali, viongozi wa serikali wanaotueleza, tuwasikilize. Jeshi la polisi likatoa tangazo, likatoa tahadhari, tuwasikilize. Na waomba, mimi sio mwanasiasa, lakini nasema kile ambacho nakiona. Athari hizo zinatupata wote, hata sisi tunapata shida wote, tutaumia wote, tutalia wote, wengine watapoteza kazi. Sio sawa. Kwa hiyo washukuru sana wale mtakaonielewa, na wale ambao hamtanielewa tutaendelea kuwaelimisha taratibu, mtatuelewa. Hatuna maana ya kubeza mtu yoyote, bila sisi tunatetea amani. Amani ndio kila kitu, amani ndio kila kitu duniani. Ukiona watu wanafanya vitu vya maendeleo ni kwa sababu ya amani. Sasa hivi nchi yetu inashughulika na kutengeneza miundombinu kwa ajili ya mechi mechi zile za AFCON ambazo tutacheza hapa Tanzania. Sasa hivi wanajenga maviwanja, wanafanya nini? Ina maana tukianza kuvurugana, hakuna AFCON tena, kila kitu kitasimama, hata watalii hawatakuja, vitu mbalimbali vinavyoletwa nchini watu wataogopa. Hata waliowekeza huku nchini wenye fedha zao kwa ajili ya kuhakikisha nchi inatembea wataondoa vitu vyao, kwa hiyo tutabaki kuwa maskini. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu tuyaone haya. Mungu atusaidie sana.